Kuhusia changamoto ambazo tunazipitia katika sekta yetu hii ya utalii. Kama mnavyofahamu, Kamisheni ya Utalii ina jukumu la kusimamia sekta, kutangaza sekta, lakini pia na kuendeleza sekta. Tumeona kwa muda mrefu sasa fursa ambazo tumeziweka kwa ajili ya wazawa zinaanza kutumika na watu ambao sio wazawa, lakini kwa vivuli vya hawa wazawa. Kwa hiyo Kamisheni ya Utalii tumeanza na zoezi maalum ambapo tutaanza kufanya audit kwa kila mradi ambao tumepata taarifa kuwa unatumika na watu ambao sio wazawa kwa kutumia vivuli vya wazawa ili kujinufaisha. Na pale tukigundua kwamba kuna mradi ambao haumilikiwi na mzawa kihalisia, huo mradi tutaufungia, na yule mzawa ambaye alitumika kuja kujisajili hapa kamisheni na yule mtu ambaye si mzawa, wote tutawajibisha kwa kutumia sheria yetu ya utalii. Lakini pia tumeona kwa muda mrefu fukwe zetu zimekumbwa na changamoto kubwa ya kuwa na watu ambao wanazurura bila ya kazi maalum. Kwa hiyo Kamisheni ya Utalii tunaendelea kuwawajibisha na kutumiza wajibu wetu kuhakikisha kwamba hakuna mzururaji hata mmoja ambaye ataruhusiwa kubaki katika fukwe au sehemu yoyote ya kiutalii bila ya kuwa na kazi maalum. Tunaona kwamba kuna biashara ambazo zinafanywa katika fukwe kwa watu ambao hawatambuliki kisheria. Tunawasihi kwa biashara yoyote ambayo inataka kufanyika katika sehemu za kitalii waweze kuja Kamisheni ya Utalii ili tuweze kuwapa mwongozo wa nini cha kufanya ili waweze kuendelea na biashara hizo ikiwa sheria inaruhusu. Naomba kuwashukuru wadau wote wa sekta yetu hii ya utalii kwa kuwa bila ya nyinyi tusingeweza kufika kile ambacho tumefika mwaka 2025. Tuendeleze mashirikiano na insha Allah tunaomba Mungu kwamba mwaka huu wa 2026 tutafanikiwa zaidi ya vile tulivyofanikiwa mwaka hizi bichi zetu. Tumegundua kwamba kuna watu ambao sio wazawa wanakuja katika fukwe zetu hizi za Zanzibar, kuanzia Kiwengwa, Nungwi, Paje na Stone Town. Sasa hivi tumewaona watu ambao wanatokea nchi jirani wengi sana, wanakuja hapa wanajitambulisha kama wao ni Watanzania au kama wao ni watu wa hapa hapa, ila baada ya sisi kama Kamisheni ya Utalii kupitia chombo chetu cha polisi utalii na kushirikiana na vyombo vingine kama vile uhamiaji, tumeweza kuanza zoezi letu. Tumeweza kubaini kwamba kuna watu wengi ambao sio wazawa wanatokea nchi jirani, na tumeanza kuwajibisha na wengine wameshaanza kurudishwa. Kwa hiyo naomba kuendelea kusema kwamba hili zoezi litakuwa endelevu. Lazima tuhakikishe kwamba sheria yetu ya nchi inafuatwa na sheria ambayo inamlinda mzawa katika sekta yetu hii ya utalii pia inafuatwa na inasimamiwa. Na labda kuna takwimu zozote mmekamata wangapi mpaka sasa? Mpaka sasa hivi tumekamata watu zaidi ya 58 ambao tumeshawajibisha, lakini tunaendelea na zoezi. Okay. Imetimia. Na nini sana hivi ulivyotaja vyombo vingine ikiwemo uhamiaji, manake wao ndio wenye sawa kuweza kutambua kwamba usiye kwa polisi na labda sasa wito wako sasa kwa watu wote ambao wanataka kuingia kwenye tasnia hii ya utalii, nini hasa unatakiwa kufanya? Kama vile mwanzo tulivyoeleza kwamba ikiwa mtu yoyote anataka kuingia katika hii sekta, kuna sheria ambayo inaisimamia sekta hii. Kwa hiyo tunawashauri waje hapa Kamisheni ya Utalii. Tupo hapa kwa ajili yao, tutawasikiliza ni nini hasa wanachotaka kufanya na tutawaonyesha ni njia gani waweze kutumia. Na tumeona kwamba kwa muda huu wa hii miaka 5 iliyopita, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amewekeza sana katika miundombinu mbalimbali kuhakikisha kama
kama wawekezaji wanakuja hapa na kuweza kunufaika na ile sekta nzima ya utalii. Kwa hiyo sheria zipo, zimepangwa. Sisi tunawakaribisha wawekezaji waje, lakini tuhakikishe kama wawekezaji wanakuja hapa na kufuata sheria ambazo wamepangiwa, sheria ambazo ni rafiki sana. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Sasa hivi Zanzibar, sheria yetu ya uwekezaji ni sheria ambayo ni rafiki kulinganisha na nchi nyingi sana hapa katika